ya pili inasema yes, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Sauti nakusikia, dunia nzima wanakusikia. Ambayo mliendea zamani kwa kuifuata kanuni au kawaida ya ulimwengu huu. Nisikilize, kawaida ya ulimwengu huu tumeijuaje kwamba ni kawaida? Kuna vitu nafikiri ni vya kawaida, sio vya kawaida, ila kwa sababu vilikuwa vimeanzishwa kwa uweredi fulani, na ule uwerevu ambao tunaona kwenye Mwanzo 3:1 kwa tunahisi ni kawaida. Kwa hiyo Wakristo wote na watu wengi, mambo atakayowaumiza wale ni mambo ambayo yanaitwa kawaida ya ulimwengu huu. Hello? Shakosi ya maendelea. Na kwa kufuata mfalme wa uweza wa anga. Na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga. Yeah. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kuna roho ambaye anatenda kazi sasa katika wana wa kuasi. Nasema nitafundisha kichungaji na kiualimu ili kila mtu anielewe. Kwa nini huyu roho wanasema anatenda kazi sasa katika wana wa kuasi? Maanake huyu jamaa hata anaanzisha mifumo yake, aliwadanganya watu baadhi, walipokubali akawa amewaingia. Alafu wale wakawa wanaanzisha vitu. Na wakawa wanazidi kutama, anawawezesha. Wakaanzisha vitu vingi. Kwa sababu kila taasisi, kila kitu kama unachunguza vizuri, unakuta ni roho aliyoko ndani ya hao watu amewasaidia wao kuanzisha mifumo fulani, kuanzisha mambo fulani. Kwa sasa tumezaliwa, tumekuta watu tayari wameshakuwa wana hizo roho. Kwa hiyo kila ambacho watakiintroduce tukikifuata, tunakuwa tumefuata kanuni ya ulimwengu huu, na mbingu zikituangalia, mbona hao wamemfuata yule ambaye ni si muweza wa anga, ambaye ndo shetani? Kwa hiyo watu wanawapataje hawa? Kumbe amejichukulia watu wake, alafu wanaanzisha vitu, na sisi tunawafuata, na watoto wetu watawafuata. Hello? Na kufundisha haya, kumbuka huko watu wanasema kwamba ni siku za mwisho zimefika. Hello? Kunapokufundisha, be very careful.